Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kwa namba, jinsi ambavyo utaona utawala wa awamu ya 6 wa Mama Samia ni utawala wa kishetani na jinsi utakavyoondolewa. Amen. Namba 6, utawala wa 6 ni kwa ajili ya nani? Shetani kutawala ulimwengu, kutesa kanisa na Yesu. Na namba 6 ile namba ya Kristo kunyakuwa kanisa la 6. Sawa? Tarumbeta ya 6. Umeelewa? Namba 7 ni namba ya Mungu. Kwa hiyo unaona namba 7 ni utawala wa Mungu, lakini utawala wa Mungu ukiwa na roho 7 za Mungu ndani yake. Umeona kusoma Ufunuo pale chini anasema malaika wa 7 akiwa na vitasa 7. Yaani malaika wa 7 anapiga vitasa 7 kwa pamoja. Maana yake namba 7 ni roho 7 za Mungu ndio zinakuja kutawala katika nchi. Amen. Kwa hiyo utawala wa Mama Samia hautakuwepo, hautakiwi maana yake. Mama Samia akiendelea maana yake kutakuwa na vita. Sawa, machafuko. Kwa hiyo ili aonekane kwamba aonekane kwamba ni namba 6, awamu ya 6, uchaguzi utakapofanyika na katangazwa kuwa ameshinda ndio rais, maana yake tayari anasomeka kawa awamu ya 6. Baada ya hapo ndio anafanya nini? Anaondolewa. Sawa? Hata uchaguzi kuahirishwa. Sawa? Baada ya kujua hizi kodi ninazozitoa, kishagundua hivyo ataamua kwa labda kuahirisha uchaguzi. Hata mkiahirisha, Oktoba imeshasia, yani Oktoba ndio ishahesabiwa ndio mwisho wa game, dakika 90. Kwa hiyo Oktoba inavyoisha, maana yake mchezo umeisha. Ataondolewa ili Mungu aje atawale, Mungu atawale ili mjumbe asimame hapo. Kwa namba 7 ni roho 7 za Mungu, sawa? Na ndio mjumbe wa agano aliyeteuliwa na Mungu. Namba 7, sawa? Namba 7 maana yake ni roho 7 za Mungu. Maana yake tunachukua namba 3 na namba 4 tukijumlisha tunapata namba 7. Yani namba 7 ni mchanganyo kati ya Mungu na mwanadamu. Kati ya Mungu na mwanadamu wamechanganyika. Sawa? Utawala uliochanganyika yani ndio nakwambia mwaka huu ni mwaka wa miungu. Yani utawala wa Mungu uliochanganyika na mwanadamu. Yani mwilini mnamuona ni mwanadamu, lakini roho ni Mungu ndiye anayetawala.